moja? Yanga kwanza anatakiwa kuwa na heshima, na mara zote imekuwa timu ya namna hiyo inapokuwa ugenini. Nafikiri group la wachezaji ambao wanaunda kikosi cha Yanga na hata coach mwenyewe, wote hao wawili wana uzoefu na mpira wa Afrika wa kutosha. Na uzuri hiyo mechi haipo kwenye pressure yao. Kwa hiyo wao wanaweza wakatoa heshima ya kuwa ugenini, pia wanakutana na timu nzuri. Kwa hiyo sidhani kama ni mechi ambayo Yanga anatakiwa kwenda pale na kulazimisha kupata ushindi. Licha kwamba haitakiwi kuwa heshima ya kupitiliza. Ukimheshimu sana mtu kupitiliza, manake wewe unakuwa unajiondolea kabisa nafasi ya kupata chochote kile kitu. Kwa hiyo wanaweza wakaacha mpira kwa Rabat, wao wakakubali kuwa timu ya pili, then waangalie kwenye counter attack, kwenye moment chache ambazo watakuwa na mpira, namna gani ambavyo wanaweza wakawadhuru Rabat. Uzuri ni kwamba Rabat ana ulazima wa kushinda hiyo mechi. Mechi yake ya mwisho yeye anamaliza na Ahli, na hakuna timu ambayo yenye uhakika wa kumfunga Ahli, hususan ukijua kwamba hiyo mechi inaenda kuchezwa Egypt. Kwa hiyo Rabat atakuwa na pressure ya kutaka kupata walau magoli mawili ama hata matatu. Unajua Rabat anaweza akapata magoli mawili, alafu ikija ikitokea Yanga anapata hata dakika za mwishoni goli moja, tayari mechi ishakufa kwa upande wa Rabat, sio advantage tena. Kwa hiyo Rabat hiyo mechi atahitaji walau magoli matatu ndo kuwa comfortable. Kwa hiyo timu inapokuwa kwenye pressure namna hiyo, ipate goli la kwanza, la pili, la tatu, wewe Yanga unakuwa upo wapi at least kupata goli moja katika mazingira kama hayo? Kwa hiyo hii pressure ipo kwa Rabat. Yanga anaweza akawaachia mpira Rabat, then kwenye counter attack waangalie namna gani ambavyo wanaweza wakapata walau goli moja. Yanga akipata tu goli moja kwenye hiyo mechi, tayari itakuwa ipo kwenye mikono yao. Manake ili advantage irudi kwa Rabat itabidi apate goli 3. Lakini hata 2-1, manake on aggregate ya home leo inakuwa 2-2. Yanga amepata goli la ugenini, Rabat akapata goli hapa. Kwa nafikiri Yanga yes.